Mia sana mboga pale Ilolo Isanga, kupitia mkono wako. Baadaye ukaondoka. Inasemekana kwamba waimbaji wengi wanakimbilia Dar es Salaam. Kuna nini huko mwenzetu? Unajua nimekuwa nikiulizwa sana hilo swali. Waimbaji wengi wakifanikiwa huwa wanakimbilia Dar es Salaam. Wanaacha mji wao, sio waungwana. Yaani wakisikika tu kidogo wanaenda Dar. Hizo unazipataga kumbe sana? Huwa nazisikia sana. Maanake huwa kuna watu wengine wananipigia simu. Huwa nazipenda sana. Maswali kama unapenda afu nafurahia. Hivi labda ningekuuliza ndugu yangu mtangazaji, wewe ni mtu wa wapi kwanza? Labda wewe kabila gani? Mnyakyusa. Mnyakyusa ni mtu wa wapi? Tukuyu huko. Unajua Mbeya mjini hapa ni kwa watu gani? Asili ya Mbeya mjini ni kwa nani? Wasafwa. Kwa nini Mnyakyusa umeingia hapa? Ugali. Basi hata na sisi huko tunatafuta ugali. Unajua tatizo kuna watu wengi huwa hawajui. Ni kwamba tunapozungumzia uungwana, umeelewa? Hatumaanishi kwamba uungwana unaonekana tu mpaka hapo kijijini kwenu. Si ndio? Ndio maana baba yako kwao ni Tukuyu. Lakini cha kushangaza ana nyumba Nzovu. Umenielewa? Baba yangu kwao Ikuti. Umenisikia? Uungwana itakiwa ajenge huko Ikuti. Sasa akajenga huko Ilolo. Umenielewa? Kwa manake nini? Unatoka hatua moja unahamia kwenye hatua nyingine. Na sidhani kwamba baba yako yani mpango wa baba yako ni wewe uendelee kubaki hapa. Sio. Ana mpango mtoto wake utoke hapa kwa sababu yeye amekufikisha hapa. Sasa anataka utoke hapa uende huko unakotaka kwenda, labda kama ni Mwanza, kama ni Bukoba, kama ni wapi. Umeelewa? Huwezi kuwa na mtoto ambaye anatambaa yuko tu hapo tu kila siku unamuona wewe huyu, hapana. Lazima uone maendeleo. Mtoto anakuwa. Umeelewa? Na anapokuwa maana anaona vitu vingine. Na kama anaona vitu vingine anavifuata kwenda kuvichukua kwa ajili ya kuja kutekeleza. Hapo pia unaweza kukuta mtu mwingine anasema yeye ni muungwana, yeye ndio mfia Mbeya. Yeye ndio yani yeye ndio kama yeye ndio ana uchungu na Mbeya. Si kama ana uchungu na Mbeya. Umenielewa? Lakini muulize ni kabila gani? Utagundua ni kabila nyingine kabisa na kijiji chao huko katoka huko vijijini huko. Umenisikia? Sio katoka vijijini, yani katoka kwenye mikoa mingine. Ila anasema yeye ndo ana uchungu na Mbeya, kuja kuifia Mbeya. Swali, wewe ni kabila gani? Utagundua sijui Mgogo huko. Mwingine Mkuria huko. Umeelewa? Kama wewe muungwana manake kama wewe ni Mgogo utakiwa uwe Dodoma. Umeelewa? Kama wewe ni Mkule utakiwa uwe Msoma. Kwenu? Sasa huo ndo uungwana sasa. Tunapozungumzia uungwana ni maana yake ni kwamba ubaki hapo kijijini ulipozaliwa hapo. Lakini kama na wewe ni Mnyakyusa wa Tukuyu umekuja Mbeya, bado na wewe sio muungwana. Yaani ninapoongea na wewe mtangazaji, wewe sio muungwana wala wewe sio mfia mji wako, kwa sababu kikawaida ulitakiwa uwe kule Tukuyu kwenu kule. Sijui Neseria, sijui Masoko, kwa kila mtu abaki kwake ndio. Ubaki kwenu. Lakini tunapozungumza kuhusu habari ya maisha, umenielewa, ndio maana umekuja hapa. Kwa nini umekuja hapa? Ili kutafasiri ndoto ya familia yako. Umenielewa? Kila mtu anakaa mahala ambapo anaona anaweza kutafasiri ndoto. Uwezi kukaa mahala kwa ajili ya sifa kufurahisha mioyo ya watu. Eti nikae hapa ndio watu wajue mimi ndio naifia Mbeya. Si kweli. Hata huko tunaiwakilisha Mbeya. Ndio maana hakuna siku utanisikia nimekaa kule naambia mimi ni Mwaya, mimi ni nani, mimi ni Mzalamu. Ndio maana naambia mimi ni mtu wa Mbeya. Nikisema mtu wa Mbeya manake napeperusha bendera ya Mbeya huko ugenini. Na ndio maana watu wanapata sifa zetu tukiwa kule. Kwamba waimbaji wazuri wanatoka Mbeya. Kwa sababu kule tunaipeperusha bendera. Kwa hata wengine ambao wako hapa Mbeya bado wako mahali sahihi. Umeelewa? Wako mahali sahihi. Ndio maana na wenyewe wamekuja hapa Mbeya wanapeperusha bendera, tunasikia habari zao. Upo. Tunasikia kule kijini kwao wanauliza, mtoto wetu fulani anakaa Mbeya. Lakini eti mtu anavyozungumzia kwamba watu wakipata tu majina wanakimbilia Dar es Salaam, hapana.
Umeelewa? Wala kukaa Mbeya sio haimaanishi kwamba wewe ndio muungwana au wewe ndio mnyenyekevu sana au ndio unamjua sana. Kuna watu hapana, kuna watu sikiliza, kuna watu wengine, umenisikia? Kuna watu wengine wapo hapa lakini wanakuja gadaa kule, umenisikia? Kutafuta yanawapiga. Umenielewa? Wanaamua kurudi Mbeya. Wakirudi huku Mbeya wanajifanya kama wao ndio wanyenyekevu, wanaipenda Mbeya. Kumbe wamekuja kule wamechemka. Umeelewa? Na ndio hao wanakuja hapa wanazungumzia, unajua kuna waimbaji wakifanikiwa tu kidogo wanakimbilia Dar es Salaam. Si kweli. Hata na wenyewe wametoka vijijini kwao wamekimbilia Mbeya. Umenielewa? Kwa hiyo tu wachungaji ifike wakati wa kubali. Ndio maana hata wachungaji na wenyewe wanatoka hapa wanaenda kufungua makanisa Mbeya, na kuna watu wanatoka Dar wanakuja kufungua huko. Kwa kila mtu ni vile anavyoona. Biblia inasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa wewe kama unaona baraka zako ziko Mbeya, baki Mbeya. Umenielewa? Na kama unaona baraka zako ziko Iringa, nenda Iringa. Ndio maana Tanzania yetu sisi haiabudu ukabila. Kila mtu ana uhuru wa kukaa popote pale. Na pili, Mungu ndio anayesema na mtu, hasemi na watu. Kwa wakati mwingine Mungu anapoweka kitu kwangu, hamaanishi kwamba hiki ni cha Mbeya tu. Anamaanisha ni cha dunia nzima. Kwa popote pale nitakwenda, nitahubiri. Sasa kuna watu wanapenda kwamba tupige kelele tuseme jamani samani mimi Mungu ameniambia niende Dar, atasema muongo huyu. Umenielewa? Mungu ameniambia niende Arusha. Ndio unakwenda sana. Kuna huyu hapa anasema inasemekana kwamba watumishi wengi waimbaji baadhi yao hawajaokoka. Hili na ukweli mtumishi? Unajua ndio maana nimekuambia huo ni mtazamo wa mtu. Unapozungumzia mtu hajaokoka, ndio maana wanafunzi wa Yesu walipoamka asubuhi wakakuta kuna magugu yameota shambani. Wakasema Bwana tuyakate, akamwambia acheni ngano na magugu vikue. Bwana wa mavuno mwenyewe atakapokuja atavikata. Kwa sisi hatuna kipimo cha kupima wokovu wa mtu. Tuache Mungu mwenyewe atafanya kazi yake. Sawa, kwenye albamu zako nyingi tumeona vijana walikuwa wanafanya vizuri, walikuwa na maisha, walikuwa wanaendelea, wanaonekana wanakuwa mastaa. Baadaye wakapotea, tukaanza kuona vijana wengine wapya. Stories ziko mtaani wanasema uliwafukuza. Vijana gani labda? Wale walikuwa wanaonekana kwenye video zako nyingi. Si kweli. Kwa nini wafukuze? Mama anaweza kufukuza mtoto wake. Walienda wapi? Wapo lakini sasa inafika wakati unajua uwezi ukawa unaweza kuingia kwenye nyumba zingine mpaka ukashangaa. Unakuta mtu anakuwa na usigeri mpaka anakuwa na miaka 40. Hapo anasema huyu usigeri mimi nampenda sana. Amenilelea mtoto wangu mpaka sasa amemaliza chuo kikuu. Wewe unaona kabisa huyo anamtengenezea maisha huyo usigeri au anamuua kisaikolojia. Hamsaidii, anamharibia kimaisha. Kwa ni manake kama mtoto wangu umekuwa, sasa unaanza kusimama mwenyewe kufanya cha kwako. Natakiwa mimi nikutengenezee platform nyingine ya kwanza kufanya vitu vingine. Au kama ni muziki, basi njoo nikufundishe muziki, uendelee na kazi ya Mungu ufanye wewe kama wewe. Lakini siwezi kuishi na mtu anakuwa stage show, amefika umri wa kuoa, anacheza show nyuma. Hiyo kitu kwangu haipo, kwa sababu siko kwa ajili ya kutengeneza ufalme wa kuabudiwa, natengeneza ufalme wa Mungu. Alright. Yeah. Haya, tulisikiaga nyuma kwamba uliweza kupewa talaka, lakini watu walikuwa wanasema mmetengana na mume wako, ukasema hapana, tumetengana tu lakini hatujaachana. Nilipewa talaka kabisa, tena msisitizo kabisa. Lakini haimaanishi kwamba unajua yani bado yani ni kwamba mtu inapofika wakati ameona labda vigezo kama vimepungua kidogo, anapokuambia asante kwa kushiriki, basi unamwambia asante baba kwa kuacha hivyo nimeondoka bila kupata ngeu yoyote, bila kupata yani namshukuru Mungu mimi niliondoka. Jamaa kwa kweli ameniambia asante kwa kushiriki. Kwa namshukuru Mungu. Najua na mimi huduma yangu labda ndio ilikuwa imefikia hapo. Okay, mpango wa kuwa na watumishi wengine pia ukoje? Nadhani hilo bado sijaingia kuomba sana, kwa sababu unajua ndoa ni karama, ni vipaji. Ni kipaji hicho, ni kipaji kingine. Sasa
bado wito haujaamka. Ukiamka wito nitawaambia Watanzania. Wito ukitokea tena. Haya, leo tumekwenda sana. Tulikuwa tuna maswali mengi sana. Uliza tu yote kama unajisikia. Atuishingine naingia hapa na naona tu muda utoshi. Ulifuatilia kuona clip ya MC Pilipili akienda kinyume na kiapo? Mimi kwanza mimi sijaona kitu cha tofauti pale. Cha ajabu sana. Sijaona cha ajabu sana kwa sababu yeye ndivyo alivyoona vile na ndivyo alivyojisikia kusema. Umeelewa? Kwa sababu anasema mpaka kifo kiwatenganishe. Sasa kama jamaa amegoma kufa, unajua kuna viapo vingine vinakuwepo ndio. Vimewekwa. Umeelewa? Mtu mwanaume yote anapotoka nje ya ndoa au mwanamke anapotoka nje ya ndoa, maana anahesabu kama umekufa. Maana Biblia inasema mpaka kifo kifanye nini? Kitutenganishe. Si ndio? Sasa unaweza kukuta kuna ndoa zingine watu wanalazimisha mpaka mwenzake atangulie kufa. Umeelewa? Ili tu kutaka kufurahisha watu. Tumeona ndoa nyingi watu wamekufa, wamefanya nini. Hasa hivyo viapo hivyo mimi nadhani kwa sababu vilitengenezwa na wanadamu, pia wangeviangalia kwa mtazamo mwingine. Kwa mpaka kifo kitutenganishe. Unajua? Maana kuna wakati ndoa inachosha. Yaani unakuta kwamba humo ndani mnapigana ni dafuu. Yaani humo ndani watu mnabebeana mapanga mpaka kuna watu wamechomwa visu. Lakini mtu anaendelea kung'ang'ania. Mchungaji wangu Amani Mwasote alisema mpaka kifo kitutenganishe. Sasa kwa taarifa yako, kila unapomuona jamaa amenenepa kama paka hotelini, amekugonga lidanda miaka 10, umetulia nyumbani, lakini mpaka kifo kikutenganishe. Tusianze kupelekana mambo hayo mlimani tu. Watu wanazijua Bahati Bukuku muombaji kaenda mlimani kumikavu, kumbe kwa jina la Yesu ninamuua, ninamkatakata ili Bwana nipate nafasi ya kuolewa. Hapana, hatuendi hivyo. Ifike wakati wachungaji pia waliangalie hili, kwa sababu Biblia inasema lililofungwa na wanadamu, umenisikia? Na mbinguni limefungwa. Likifunguliwa, mbinguni limefungwa. Wao mimi nadhani kwamba mimi kiapo cha Pilipili akinisumbui kwa sababu ameona mbele. Sometimes kama mizingu. Mwisho tunusu Pastor Amani Mwasote hapa kwenye Bible study. Wanasema ndoa nyingi sana za waimbaji wa gospel hazidumu kwa sababu moja. Mara nyingi sana hata watu wengine wanavyotuoa wanahisi wanayemuoa, umenisikia? Amemeza Biblia, kumbe anayeoa ni mwanamke. Umeelewa? Sasa unaweza kukuta mtu mwingine anapomuoa mwanamke hategemei kuona kosa lolote likifanyika kwake. Ni kitu cha uongo kukudanganya kwamba nitakaa na wewe miaka yote sikosei. Umeelewa? Ndio maana Biblia inasema tukisema hatuna dhambi, basi yule aliyefia dhambi tunasema kuwa ni muongo. Umeelewa? Tusiongee vitu kwa ajili ya kuwafurahisha watu. Tuongee vitu reality kabisa kwenye maisha yetu. Ni kwamba mtu anapoolewa labda na mchungaji, anapoolewa na mwimbaji, anaamini anaolewa na malaika. Kwa hiyo ukikosea kidogo, umeelewa? Anaitukiwa hiyo ndio anasimamia. Lakini wakati mwingine kuna wanaume wengine wanakuja kuoa, wanataka unafuu wa maisha. Sasa ukishaingia kwenye ndoa ndio unajua kama hawa majamaa hawa wamefuata pesa. Utasikia tu samani nilisikia una kiwanja ICS, naomba kadi hapa. Mara nilisikia hiyo gari yako mbona ina namba ina majina yako, badilisha. Sasa hiyo ni wewe sio umenikuta na vitu vyangu wewe. Viache hivyo, ni wakabidhi wazazi wangu wabaki navyo. Umeelewa? Mwanze upya kabisa. Tuanze upya. Si I love you mpya. Umeelewa? Lakini sasa tunapoanza wanaanza kuonyesha tamaa ya mali. Hawa wanaume wengi wanaoa masuperstar hawawapendi, wanaoa majina. Wakikosa vitu wanawabwaga. Wakikosa majina wanaanza kutengeneza platform za kwanza kuchafua. Mwimbaji fulani amefanya hivi, mwimbaji fulani hadumu kwenye ndoa. Si watu dumu kwenye ndoa, ni dunia imebadilika. Watu wote hawadumu kwenye ndoa. Hili ni pepo kama mapepo mengine. Kanisa lisimame likemee. Mtu anakupataje kwenye huduma? Kwenye huduma? Ni 07171119. Rudia tena hiyo namba. 07171119. Tunaenda kwenye Bible study.
Lakini nasikitika umeninyima muda wangu mwingi sana. Nitamani sana kuongea. Yaani unajua Amani mimi sijamuelewa. Kwa nini amewahi kwenye kipindi hicho kati? Na mimi nashinda kuelewa kwa nini nimekukuta hapa wakati kipindi changu kimeisha. Yaani mchungaji tena nyinyi ndio mliopigilia pale kwenye misimamo mpaka kifo kiwatenganisha. Sasa majamaa wamegoma kufa, wanawake tumegoma kufa, wanaume wamegoma kufa. Nilikuwa namwambia huyu kijana, nimwambia aliwahi kuniuliza hicho kitu. Nikamwambia ile ni imani. Yaani kila alichofanya yule bwana ni ndivyo anavyoamini yeye. Huwezi kumzuia kwa sababu si kila kitu chenyewe watu wamekupangia useme unapaswa kusema. Sasa unajua mchungaji, kuna watu wengine unakuta wanaumiza moyo. Unakuta mtu mwingine anasema, nilikutana na mchungaji mmoja hivi wakati ndoa yangu ndio nimetoka kupewa lidandasi. Jamaa akasema hivi, akasema, "Ujue, ninyi waimbaji mna matatizo sana. Ujue mpaka kifo kiwatenganishe." Sasa huyo mchungaji akaongea vile, nikamwambia, "Asante mchungaji, naomba maombi yako. Kwa taarifa yako binti, uruhusiwi kuolewa." Nikamwambia, "Asante mchungaji." Ikapita kama miaka mitatu. Saa 7 usiku nimelala, mchungaji kanipigia simu. Alo? Napokea. Naongea na nani? Unaongea na mchungaji fulani. Kumbe naye mwenyewe bwana ndo huko yametibuka. Sasa na yeye mwenyewe umenisikia? Anataka pa kuondolea stress. Nikamwambia, mchungaji, kwa kanuni yetu ni ile ile. Mpaka kifo kitutenganishe. Kwa kazana kufunga huko jamaa akate kamba na mimi nakazana huko. Umenielewa? Kwa mimi ufanye maombi ya kwamba mume wako afe ili uolewe. Na yule kule naye afanye maombi mke wake afe ili uolewe. Hiyo nalo ni pepo kama mapepo mengine. Umeelewa? Hapana ndugu yangu, hii mnatumiza. Hizo sheria zimewekwa na watu bwana.